Huyu mshikaji ni pepo kutoka kuzimu, amekuja kuwasaidia wanadamu kuondokana na umaskini. Anatoa mkataba wa miaka 10 kwa kila anayemsaidia. Mkataba wa miaka 10 ukiisha, anakuja kukutoa roho, anakupeleka kuzimu. Naomba niongezee muda. Naomba usiniue leo. Naomba nikuoneshe mtu mwingine wa kumuua. Nakuomba sana. Ninachokitaka ni kumuua mtu aliyesaini mkataba. Jamaa akajaribu kumvaa akapotea. Mzee alipoangukia kwenye kochi, pepo kutoka kuzimu likapitisha kono la kulia usoni, mzee akafa. Pepo lilipotoa roho ya mzee likaondoka na mkataba mkononi. Kwenye maisha ya kawaida hili pepo linajiita Tom. Linamiliki kampuni ya Harmony. Tom ana uwezo wa kuita ndege kutoka kwenye karatasi kwa kutumia vidole. Tom ana wafanyakazi wawili wa karibu. Mfanyakazi wake wa kiume alikuwa anafanya kazi ya uvuvi miaka kibao iliyopita. Sasa hivi anafanya kazi kama msaidizi wa Tom. Kwenye maisha yake ya zamani alikuwa anaenda kuvua samaki kila siku. Maombi yake ilikuwa ni kupata chakula kila siku. Siku moja Tom alikutana naye akiwa ziwani. Alipiga vidole, samaki wakaanza kuruka kutoka ziwani. Mvuvi akajua njano inayomfanya aone maluelue. Samaki mmoja mkubwa alirukia kwenye mikono ya mvuvi akaanguka naye. Mvuvi alifurahi sana, akaamini kwamba hii si ndoto, ni maisha ya halisi. Wewe ni malaika kutoka mbinguni eti? Hapana, mimi sio malaika. Kama wewe sio malaika, wewe utakuwa ni nani? Mimi ni pepo kutoka kuzimu. Nini? Hivyo ndo ambavyo nyinyi wanadamu mnatuita sisi mashetani. Saini huu mkataba, nitakupa kila unachokitaka kwa muda wa miaka 10. Miaka 10? Ndio, miaka 10 tu. Mkataba unakuaje? Hautakosa chakula kwa miaka 10. Mvuvi akasaini mkataba kwa damu. Mfanyakazi wa kike wa Tomu anaitwa Ana. Ana ni dansa mmoja maarufu sana nchini Korea. Tomu aliokuwa maisha ya Ana. Kutoka siku hiyo Ana amekuwa akimwabudu sana Tom kama sehemu ya shukrani. Anatamani angekuwa na uwezo wa kuishi milele kama Tom. Binti anatembea kwa madaha kwenye jukwaa la ugawaji tuzo. Toto linatembea mwendo wa twiga, linaitwa Alice. Wazazi wake walifariki kwa ajali ya gari alipokuwa na miaka 11. Bibi anayeitwa Ella alimuadapti akamchukua kama mtoto wake. Ella ni mmiliki wa kampuni moja kubwa sana. Ella ni tajiri mmoja maarufu sana nchini Korea. Alikuwa anakuja shuleni kwa mjukuu wake na gari moja ya kifahari. Wanafunzi wote walikuwa wanamonea wivu Alice kwa kuwa na bibi tajiri. Alice alikuwa hapendi kabisa kuonekana ni mtoto wa kishua. Alikuwa anakwepa kuonekana na bibi yake pale shule. Alice alipofika chuo alikuwa na date na huyu mshikaji. Kijana, achukua hizo hela, achana na mjukuu wangu. Mshikaji alipokea zile hela akaachana na Alice. Ella anatumia uzee wake kumlazimisha Alice kukutana na wanaume mbalimbali. Alice hapendi kabisa kukutana na hao wanaume, ila huwa anaenda ili bibi yake awe na furaha. Alice anakosea meza ya mwanaume ambaye bibi yake anataka kukutana naye. Alice anampa huyu mwanaume dakika 30 tu za kuongea naye. Alice alikuwa hajui kabisa kwamba huyu mshikaji ni pepo kutoka kuzimu, ila anajifanya mwanadamu. Alice aliona huyu mshikaji anaboa sana na lisuti lake la CCM. Dakika 30 zimeisha, kwa heri. Wakati Alice anaondoka, keki ilianguka kutoka juu ikawa inataka kumdondokea usoni. Mshikaji akamvutia Alice pembeni akamuokoa. Akadaka ile keki kwa kono lake la kushoto. Waliangaliana kwa sekunde kadhaa. Niachie huko niende chooni mara moja. Alice alipofika chooni akaanza kutabasamu mwenyewe. Yule kaka amejuaje kama leo ni birthday yangu, ameniletea keki? Sura yake ikaanza kuwa nyekundu kwa furaha. Alice hakujua kwamba hii keki ilikuwa sio kwa ajili yake, ilikuwa ni kwa ajili ya Tom. Tom alikuwa anasherehekea mkataba leo toka kumsainisha mwanadamu. Wahalifu kadhaa wakaja kuleta vurugu. Huyu jamaa alimuona Tom akichukua uhai wa rafiki yake pale mwanzo. Amekuja na wanae kadhaa kulipiza kisasi. Tom alifungua gazeti. Yule mshikaji alitaka kumpiga, akageuka picha ndani ya gazeti. Waliobakia walivyotaka kumpiga, aligonganisha vidole wakapotelea ndani ya gazeti. Alice aliporudi Tom alimwambia, "Naomba uondoke sasa hivi, sitaki kuona hapa." Alice alimmind Tom kwa kumbadilikia ghafla. Mikaka mingine sijui ikoje, sasa hivi nimetoka kuniokoa, sasa hivi linanifukuza. Siku kadhaa zikapita. Tom akamshika mkono Alice. Nguvu zake zote zikahamia kwa Alice. Tom alijiuliza, huyu binti ni nani? Nilikutana naye siku chache zilizopita. Nilivyomwambia sitaki kumuona aliondoka kwa hasira. Alice alikuwa yuko kwenye ugomvi mkubwa sana wa mali za bibi yake. Bibi yake Alice alikuwa anaumwa sana, ndugu zake wakaanza kugombania mali kabla hata hajafa. Kila mtu alikuwa anataka kuwa mwenyekiti wa kampuni. Alice alikuwa sio mjukuu wa damu wa huyu bibi. Alikuwa hana shida kabisa na mali. Bibi alitaka Alice ndo awe mwenyekiti. Tom akiwa juu ya gorofa, alihisi kuna kitu kibaya kinaelekea kutokea. Alice alipokuwa kwenye taxi, dereva taxi aliloki milango, alitaka kumfanyia Alice kitu kibaya. Alice akagundua dereva anampeleka sehemu tofauti na waliokubaliana. Alice alihisi kuna kitu kiko sawa, lakini aliamua kukausha. Nani kakutuma uniteke? Dereva akasimamisha gari katikati ya barabara kwa ajili ya kumshughulikia Alice. Alice alishuka nje ya gari akaanza kukimbia. Wakati anakimbia mbele yake alimuona kuna mwamba fulani hivi amevaa koti jeusi anakuja. Aliogopa sana. Mwanga ulivyompiga yule kaka alifarijika, akagundua kwamba huyu ni Tom, mkaka aliyetoka kukutana naye juzi kati. Huyu kaka mwenye msuti wa CCM amefikaje hapa? Alice akamkimbilia Tom. Anko nisaidie. Ili mimi nikusaidie, inabidi usaini mkataba. Sawa, nimekubali kusaini kaka. Alice akakimbilia kwenye gari. Ili amewasha anataka kuondoka, gari jingine likaigonga gari yake kwa mbele. Alice akajificha ndani ya gari. Unakumbuka mkataba wetu sio? Tom akanyosha kono lake la kulia. Waliposhikana mikono tu, msalaba kwenye mkono wa Tom ukawa mwekundu.
Wakati Tom anajiuliza maswali kadhaa, dereva taxi akawa anakuja na gari kwa spidi. Tom akagonganisha